This evening, it has been a very unfortunate incident where we have lost 6 lives in a helicopter. One of them is the MP for, is it called? Emurua Dikir, Mheshimiwa Johana Ngeno. And then we also lost the pilot and 4 other people. I feel bad that it's been a very bad incident, and it was maybe because of the weather. And I don't want to preempt. I just want to say that investigation will be carried out to find out the cause of the accident. Tumepata maafa kutokana na ajali ya ndege aina ya helikopta ambaye kama viongozi tuliweza kujulishwa karibu saa 10 hivi au saa ndio tukaweza kufika hapa. Na viongozi ambaye tumefika hapa, kwanza kabisa wacha nichukue fursa hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya viongozi wote wa Nandi County, nasema pole kwa familia, mandugu na madada wa wanda zao. Tumefika hapa, kumetokea ajali mbaya sana ambapo ndege aina ya helikopta imeweza kuanguka na imeweza watu 6 hapo ndani wameweza kufariki. This is a sad evening for us as Nandi residents and as Nandi County at large. We've witnessed an accident involving a chopper with 6 occupants, and to the people of this region, we would like to thank you because you are the first people to come here to try and rescue the occupants, and unfortunately we've lost all the 6 people who are on board. We got this information at around 5:30 and we made sure we arrived on time. However, the road was quite bad, but we have managed. We came here. We made sure that the body are kept in a dignified manner. We have provided a number of support, including ensuring that we have the bodies kept in a dignified way. And what we are going to do next is that we must ensure that the communities who are affected are given psychosocial support, and we are also going to provide tracing services for any family member who feel that they need to trace their loved ones. Walikuwa wametoka Mount Elgon, then weather ikaribika, then wakalanda hapa emergency kidogo, wakaamuka tena wakaenda. But to the people of Emurua Dikir, we are sorry, we have lost a leader and the entire country. Sina nguvu ya kuongea mingi. Sawa. Tulisikia nduru wakipikwa mawe, tukajimbia kukuja kuangalia. So bila tulijimbia, tukakuta ndege alianguka, alipiga chini pale, akakuja akakonga miti. Akatupa watu 2 hapa, akatupa 2 hapo, akatupa 2 mbele huko. Ndio tulipata mmoja kama pato anapumua. Tukajaribu kustua lakini aliishia hapo. So tukaitana, tukapiga nduru, watu wakakuja. Lakini pili wengine aliyetangulia, alipata hapo, alisimama pale, alafu akapiga chini, ndiye akaamuka. Na bila aliamuka, akakuja tu direct kwenda juu na kuanguka saa hiyo. So alianguka, tukapiga nduru, tukapita, tukakuja tukapata ndege amekalia moja hapa, lakini kuna ngine alikuwa ametupwa mbali. So tukajaribu kutoa kwa ndege, kupanua bure, tungewaja angeungua yote. Tukapigia hapo. Sasa watu wakaingia, watu wakakuwa wengi, tukajaribu sasa kutatua, lakini tu kupata namna na tu kujua nini ndiye alifanya mpaka ndege akaanguka. Kwa kama matakeka, lakini pilot mwenyewe alifungua kioo, akaongea na vijana ile alikuwa hapa akichunga ng'ombe. So aliongea nao kusema hii kitu taisha saa ngapi, alafu tena akaamuka akaenda juu. Na bila alienda juu akaanguka saa hiyo tu. Alienda juu kabisa ndio akaanguka. Sasa vijana akaanza nduru. Wakati hiyo alikuwa manyunyu, sio mbwa kubwa. Alikuwa ameisha, lakini alikuwa kuna hii moingo hii
hii ya Urienge. Sasa ilikuwa saa 10 hivi, kulikuwa na mvua kidogo na mist ilikuwa kubwa, so tukasikia hiyo ndege inakuja, kumbe ilikuwa inatafuta emergency landing. Sasa ikatafuta mpaka ikapata hapo juu forest fulani hapo, ikashuka hapo, ndo resident sasa wakafika hapo. So ni kama hao watu walistuka kuona hao wananchi hao hivi. Sasa nikaona mwenye alikuwa nyuma ni kama anamwambia pilot tuende, so ndo ikaamka wakaenda tena. Alafu kitu kama 2 minutes ndo ikakuwa ina crash. Sasa baada ya kuamka ilikuwa inataka kuenda, kumbe ni kama ikapata hiyo waya ya stima yenye iko hapo hivyo. Sasa ndo ikarudi huku forest ikianguka. Sasa ndo ikakonga miti hapo, crash, ndo ikalipuka. Fanya tulifika hapo tulijaribu kuzima hiyo moto. Sasa tukakuwa tunachota mchanga na tunaiwekelea. Sasa hiyo moto ikazima. Alafu sasa kuna mtu alikuwa hapo ndani chini ya hiyo ndege, akajaribu kutolewa, akatolewa akawekwa kando, ndo sasa watu wakafika na moto ilikuwa imezima. Kuna mmoja alikuwa mahututi. Sasa after kitu kama 5 minutes ndo akaaga kabisa. Kufika hapo tunapata watu wameaga, ingine wako kwa moto. Tukapiga nduru hapo, watu wengi wakafika hapo, watu wakajaribu kusima moto, lakini moto tena ilikuwa mingi. Tena bado bederoli inapiga nduru hapo. Tukasonga kidogo, tunapiga mayowe hapo mpaka serikali sasa wakafika. Ndio hakuna kitu ya kusema ati uhai wa mtu ilipaki. Mwenye alikuwa hai alikufa tu hapo tena.